Kuna vyakula, mitishamba na mimea ya aina nyingi sana ambao binadamu anaweza akaitumia kama kinga, lakini pia kama tiba ya matatizo mbalimbali ya afya. Miongoni mwa mmea ambao tutaenda kujadili kwenye video hii ni mchaichai. Tutaangalia faida za mchaichai kwa binadamu na namna nzuri ya kuandaa mmea huu kama tiba. Kumbuka, mchaichai ni miongoni mwa mimea michache sana ambayo imefanyiwa utafiti wa kina sana. Kwa hivyo faida nyingi tutakazozitaja hapa ni faida ambazo ziko proven kisayansi. Tukianza na faida ya kwanza, mchaichai unasaidia kuangamiza seli za saratani, zile cancer cells. Ina kemikali inaitwa citro ambayo ina induce kinaitwa apoptosis. Apoptosis ni kifo cha seli, hasa zile ambazo ni abnormal katika mwili wako. Kwa hivyo kwa watu wenye matatizo ya saratani ya damu, saratani ya mapafu, saratani ya utumbo na saratani ya matiti, matumizi ya mara kwa mara ya mchaichai yana msaada mkubwa sana kwa hawa watu. Lakini kwa mtu ambaye hana hizi changamoto, basi matumizi ya mchaichai yanakukinga na hizi changamoto. Faida nyingine ya mchaichai, inatuliza mfumo wa fahamu. Ina kemikali inaitwa millicin ambayo inafanya kazi sawa kabisa na kundi la dawa tunaziita benzodiazepines. Hizi dawa zinatumika kutibu changamoto kama vile kifafa, lakini pia matatizo ya kupaniki kama ni mtu wa kupaniki mara kwa mara, lakini pia kama una changamoto za usingizi, unaweza ukatumia benzodiazepine zikakusaidia. Sasa baada ya kutumia benzodiazepine, tuna mmea wa asili ambao unaweza ukautumia na ukawa na ufanisi mkubwa sana, sometimes kuliko hata hizi dawa za benzodiazepines. Mmea huu ni mchaichai, na utafiti unaonyesha kwamba matumizi ya mafuta ya mchaichai kwa kunusa yanakupa matokeo ya haraka zaidi ndani ya dakika chache kuliko matumizi ya hizi dawa za benzodiazepines. Kwa hivyo kama una hii changamoto ya kukosa usingizi, na matatizo ya kifafa, una matatizo ya panic attack, wasiwasi, basi matumizi ya mara kwa mara ya mchaichai, kwa maana ya kunywa chai ya mchaichai ama mafuta ya mchaichai kwa maana ya kunusa na kupaka, yanaweza kukusaidia sana. Lakini pia mchaichai unasaidia kukinga ama kupunguza estrogen dominance, kiwango cha homoni ya estrogen katika mwili wako, kwa mwanamke na mwanaume. Kwa mwanamke, estrogen inapokuwa nyingi mwilini inakusababishia changamoto nyingi sana, ikiwemo kudumaa kwa vifuko vya mayai, sometimes inatengeneza uvimbe ama PCOS, lakini inaweza kusababisha matatizo ya uvimbe kwenye kuta za uzazi ambazo ni fibroids, lakini pia inaweza ikakusababisha endometriosis, kwa maana ya kwamba estrogen inapokuwa too much inaweza ikakusababishia ama ikaharakisha baadhi ya seli kutoka sehemu moja ya mfumo wa uzazi kwenda kuota na kujishikiza sehemu nyingine. Lakini pia estrogen inapokuwa nyingi, hasa kwa wanaume, inakusababisha tatizo linaloitwa gynecomastia, kuota matiti. Changamoto zote hizi zinasababishwa na estrogen dominance, na kemikali ya citro ndani ya mchaichai inaweza ikakusaidia kwa kiwango kubwa sana kupunguza kiwango cha estrogen katika mwili wako, hasa ikishirikiana na rosemary ama karafuu. So matumizi ya mchaichai ukachanganya na rosemary ama clove ni moja kati ya detox nzuri sana ambayo inapunguza kiwango cha estrogen katika mwili wako. So tumia bila wasiwasi, na tumia kwa kiwango ambacho kinashauriwa kitaalamu, kama ambapo tutaelekeza hapo baadaye mbele tutapokuwa tunaendelea kujifunza. Lakini pia faida nyingine ya mchaichai ni antifungal. Ni dawa nzuri sana ya fungus kama vile candida ambazo zinashambulia sana mdomoni na maeneo ya sehemu za siri. Zinaweza zikaangamizwa kwa kiwango kubwa sana na mafuta ya mchaichai kwa kupaka. Unaweza ukapaka kwenye ngozi, ama ukawa unasukutua mdomoni, ama ukapaka maeneo ya uke kwa wanawake. Inaweza ikakupa msaada mkubwa sana. Lakini kumbuka, mafuta ya mchaichai ambayo ni pure hutaki kupaka kwenye ngozi moja kwa moja. Sio tu mchaichai, mafuta yote ya mimea ambayo yanakuwa katika ile pure form yanakuwa ni makali sana, inaweza ikakuumiza kwenye ngozi. Kwa hiyo hutaki kupaka kwenye ngozi moja kwa moja, takiwa unaweka kwenye mafuta mengineyo kama Vieiko, alafu ndio una apply. So mafuta ya mchaichai ni mazuri sana kama dawa ya fungus, na baadhi ya tafiti zinaonyesha kabisa kwamba
mafuta ya mchaichai yame outperform dawa kama fluconazole na clotrimazole ambazo zinakabiliwa na resistance kubwa sana ya hawa fungus. So matumizi ya mafuta ya mchaichai ni muhimu sana, na mchaichai wenyewe kama chai, lakini pia kwa kupaka. Faida nyingine ya mchaichai, inasaidia kuimarisha mzunguko wa damu na pressure ya damu. Inapunguza pressure ya damu. Inafanya kazi sawa na kundi moja la dawa za kudhibiti pressure ya damu, inaitwa ACE, angiotensin converting enzymes. Hizi dawa wanapewa watu wenye high blood pressure. Kwa hivyo zinasaidia kupunguza ile pressure ya damu. Sasa mchaichai unafanya kazi sawa kabisa na hii kundi la hizi dawa. Unasaidia kufanya vasodilation. Vasodilation ni kusaidia mishipa ya damu kurelaksi, kwa hivyo damu kupita kwa utulivu baada ya kupita kwa mikiki. So matumizi ya mchaichai kwa maana ya mafuta ama chai yanaweza kukusaidia sana kama una changamoto za high blood pressure ama uko kwenye kundi la watu wenye riski ya kupata hii changamoto. Lakini pia mchaichai ni antibacteria nzuri sana. Miongoni mwa bakteria ambao wanaweza wakaangamizwa kwa ufanisi na mchaichai ni hawa Helicobacter pylori ambao wanasababisha matatizo ya vidonda vya tumbo na utumbo. Kwa hivyo matumizi ya chai ya mchaichai, ukiwa hujanywa kitu chochote ukachanganya na tangawizi ama manjano, yanakupa ufanisi mzuri sana katika kupambana na hizi bakteria aina ya H pylori, bakteria ambao wanasababisha vidonda vya tumbo. Kwa hivyo kama una matatizo ya vidonda vya tumbo, hasa yale ya muda mrefu ambao hata dawa zimeshindwa kusaidia, jaribu kuongeza mchaichai, tangawizi pamoja na manjano. Sometimes changamoto inaweza ikajitokeza kwa watu ambao vidonda tayari vimeshafikia hatua kubwa. Ukitumia tangawizi inaweza ikakusababishia zile dalili za ghafla. Unaweza ukahisi kama tumbo kuwaka moto. So kwa watu ambao wako katika level hii, basi unaweza kutumia mchaichai na manjano peke yake, alafu ukawa unatumia tangawizi wakati tayari umesha kula. Lakini zingatia, mchaichai unapochanganywa na manjano, ukiwa unautumia kwa ajili ya vidonda vya tumbo, hakikisha unatumia wakati tumbo liko tupu, haujala chochote. So faida nyingine ya mchaichai ni liver detox. Inaondoa sumu katika ini. Kama tunafahamu, ini ni moja kati ya organi muhimu sana. Ni organi ambayo inachuja na kuchakata sumu za kila aina. Kwa kifupi kwamba chochote unachokula mwilini mwako kinapitia kwenye ini. So unaweza ukaona ni kwa namna gani ini lilivyo na kazi nzito. Sasa mchaichai unasaidia utendaji kazi wa ini, hasa zile enzymes ambazo zinapatikana kwenye ini kama vile glutathione. Lakini pia hii mchaichai unasaidia kutengenezwa kwa zile nyongo, kutengenezwa kwa nyongo ambao ina msaada moja kwa moja kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kwa hivyo matumizi ya mchaichai yana act kama detox ya kwenye ini, kwa hivyo yanakukinga changamoto za hormonal imbalance, homoni zinapokuwa nyingi, lakini pia mabaki ya dawa ambazo tunatumia kila siku, lakini pia mlundikano wa mafuta katika ini ama fat liver. Yote haya unaweza ukajikinga na kuyatibu kwa matumizi ya mchaichai. Faida nyingine ya mchaichai ni mood stabilizer. Ina stabilize mood yako. Kama wewe ni mtu wa akili yako inakuwa iko high, yani iko juu tu, sio mtu ambaye haujatulia, yani akili haijatulia, unakuwa ni mtu fulani yani dakika mbili mbele, basi matumizi ya mchaichai yanaweza yakakusaidia sana. Na kama unakumbuka, tumeongea mwanzo kabisa kwamba inatuliza mfumo wa fahamu. Kwa hivyo ile tabia ama uwezo wa mchaichai kutuliza mfumo wa fahamu unakupa msaada pia kwenye hii changamoto. Kama una matatizo ya mudi yako kuwa haieleweki, ukorofi, ukali, wasiwasi, matumizi ya mchaichai ni mazuri sana kwa kuvuta ile mvuke ama mafuta yale unayavuta, ama kwa kuoga maji ama mafuta unaweka kwenye maji yako ya kuoga. Yote yanaweza kukusaidia sana
kwenye hii faida ya kutuliza mfumo wa fahamu. Lakini pia mchaichai unaweza ukasaidia kupambana baadhi ya minyoo. Vile vile mchaichai ni moja kati ya mimea ambayo unaweza ukaitumia kupunguza maumivu ya maungio ya mwili, hasa yale yaliyosababishwa na mrundikano wa uric acid. Kama wewe ni mlaji mkubwa wa nyama na umeshafikia ile hatua kwamba kiwango cha uric acid kilichojirundika mwilini kimeshaanza kukuletea changamoto za maumivu, basi unahitaji mchaichai. Kama una changamoto za arthritis, kama una changamoto za gout, lakini kama una changamoto za maumivu ya mifupa, basi unahitaji mchaichai, especially mafuta ya mchaichai, na unapaswa kuyapaka lile eneo ambalo linapata hii changamoto ya maumivu. Hizo ni faida. Tuangalie jinsi gani unaweza ukaiandaa mchaichai ukautumia kama tiba. Namna ya kwanza ni kama chai, unaandaa kama chai ya kawaida, na ni nzuri sana kwa matatizo ya pressure, matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, matatizo ya mood, lakini pia kufanya detox, kuondoa sumu katika ini. Lakini pia unaweza ukatumia essential oil, mafuta ya mchaichai kwa matatizo ya maumivu ya maungio, matatizo ya fungus, lakini kama una changamoto za kupata usingizi pia, wasiwasi, ukorofi, changamoto hizo zinazotokana na hitilafu katika mfumo wa fahamu. Lakini pia unaweza ukatumia kama juice, ukachukua yale majani ukaya blend yakiwa mabichi, ukayasafisha tu vizuri, ukaya blend, then ukayatumia kwa kunywa. Ni detox nzuri sana. Ama unaweza ukatumia zile standardized extract, unakuwa na vidonge maalum ama capsules ambazo zimetengenezwa kwa kutumia hizi pure mchaichai extract, na unaweza ukatumia kwa changamoto yoyote ambayo tumestaja hapo juu, especially matatizo ya saratani, lakini pia estrogen dominance. So guys, hiyo ni mchaichai, moja kati ya mimea ambayo tunaitumia mara kwa mara, lakini nadhani wengi undervalue, lakini kimsingi ni moja kati ya mimea ambayo ni muhimu sana na ina faida muhimu sana katika mwili wako. Ukiachana ile harufu yake nzuri kabisa ya mmea huu, ujue pia kwamba ina faida nyingi sana ambazo tumezitaja na nyinginezo ambazo tafiti mbalimbali za kisayansi zinaendelea kuzitafuta na kuzihakiki. So mpaka wakati mwingine, sio